Ule ugomvi ambao uliokuwa umeanzishwa pamoja na Mwijaku na Dudubaya umezidi kushika kasi zaidi na kuakisi vitu vingine ambavyo huenda vilikuwa havipo. Na chemichemi ya ugomvi ambao ulioanzishwa na Mwijaku pamoja na Dudubaya ni kutokana na kauli ya Dudubaya kumsema vibaya Mkubwa Fella, wakati ambao mke wake na Mkubwa Fella amejitokeza katika vyombo vya habari na kuweza kusema kwamba wasanii ambao waliweza kusaidiwa na Mkubwa Fella wao hawarejeshi shukurani kwenda kumsaidia Mkubwa Fella wakati huu ambao yuko ana maradhi. Kwa hiyo baada ya kauli hile ya kwanza ya mke wa Mkubwa Fella na baadaye Dudubaya kuweza kujibu kwamba hata kama Mkubwa Fella ikitokea akafariki hatakwenda msibani kutokana na beef kubwa ambalo yeye yuko nalo na mheshimiwa huyo. Jibu hilo liliweza kumtia kichefuchefu Mwijaku na kutoka kwenye vyombo vya habari, na yeye akisema kuwa kile ambacho Dudubaya amekizungumza hakustahiki kukisema, kwa sababu katika maradhi, wakati wa maradhi ni wakati wa kuombeana Mungu. Kwa hiyo nilikuwa ninakukurudisha huko nyuma kuweza kukujulisha kwamba hiki ambacho kinaendelea kutokea kwa hivi sasa ni kimeanzia mbali, na ule umbali ambao kimeanzia ndio sababu ya kuweza kufika hapa ambako iliko. Dudubaya sasa hivi amekuwa akitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii, akihusishwa na maswali mengi sana ambayo alikuwa akiulizwa, na moja kati ya vitu ambavyo anavyovipinga zaidi ni wale watu ambao anasema yeye waliweza kujifanya binafsi katika kazi ambazo walizokuwa wakizifanya za umeneja, baadaye kuwadhulumu wasanii, na bifu kubwa ambalo amekuwa nalo yeye Dudubaya pamoja na managers, lakini pia Diamond Platnumz. Ameweza kuulizwa Dudubaya kwamba kati ya Diamond ni moja kati ya wasanii ambao wameleta thamani ya muziki Tanzania, kufikia wakati wasanii sasa kuanza kupata fedha kwa ukubwa, sivyo kama jinsi ilivyokuwa zamani. Lakini unaambiwa kwamba mtaalamu Dudubaya swali hilo kwanza alivyoulizwa alicheka kwanza, alafu kisha akampatia tano mwandishi, akajimwambafai kwa kusema kwamba kile ambacho kimeulizwa na mtangazaji, huenda mtangazaji hajaelewa wala hajafuatilia kumbukumbu ya zamani. Dudubaya amesema kwamba AY ndiyo mmoja kati ya wasanii waliofanikiwa kutoka Tanzania kwenda nje kwa ajili ya kuweza kufanya show ya muziki, na yeye ndiye aliweza kujaza wakati ule pale. Sasa swali ambalo lililoulizwa na jibu ambalo limetoka ni vitu viwili ambavyo havifanani wala kushabiana hata kidogo, kwa sababu kuna ile thamani ya muziki, lakini pia kuna ile mtu kuweza kuvuka boda kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unaweza ukavuka boda kwenda sehemu nyingine, lakini usitengeneze mazingira ya watu wengine kupata thamani au voli kupanda kuhusiana na hiko ambacho kinachofanyika. Maoni ya watu wengi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na hiki ambacho kimejibiwa na Dudubaya inaonyesha wazi kabisa hawa watu wana bifu ambalo linalowakabili kwa hivi sasa. Bifu hili ambalo linalowakabili kwa hivi sasa inapelekea wakati kila mmoja kumwona mwenzake hajafanya chochote. Na kitu kingine ambacho kinazidi kuulizwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na jinsi ambavyo Dudubaya anavyozidi kuwaongelea wengi matukio ya zamani ambayo waliotenda mabaya, ambayo yeye ameyatafsiri kwamba kama haya kwa sasa hivi yanayojiri kwa maradhi ambayo yanamsumbua mheshimiwa mkubwa ni kutokana na kile ambacho ama yale ambayo aliyoyafanya zamani. Sasa maswali mengi bado watu wanajiuliza na kusema kwamba mbona kuna watu wengi tu wanaugua wana maradhi na kuna wengine walishatangulia mbele za haki kutokana na maradhi na kushambuliwa na maradhi. Sasa kutokana na jibu ambalo amelisema Dudubaya, kwa hiyo naashiria kwamba na hata watu wengine ambao wana maradhi wako kwenye mahospitali wanaumwa, wengine wako nchi za nje wanaugulia, na wao pia kuna watu waliwadhulumu ndio maana wanaugua. Bana, maswali yao yamezidi kuwa mengi zaidi katika mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna Ruge Mutahaba naye pia aliweza kuzungumziwa kile kifo ambacho kimemsibu kilimtokea wakati ule pale
ni kutokana na yale ambayo aliyoyafanya zamani ya kuweza kuwadhulumu wasanii, naona bwana, lakini pia yale maradhi aliweza kumtokea mpaka kufikia wakati kukosa fedha za matibabu, michango ilichangishwa, lakini bado ugonjwa ukaonekana kuwa mkubwa zaidi ya fedha ama dawa ambazo zilikuwa zinapatikana kwa wakati ule pale. Kwa hiyo mtaalamu Dudu Baya akaweza kuliwasilisha na kulitafsiri kwamba ni kutokana na yale madhambi aliyowatendea wasanii, na maswali hayo yamezidi kuibuka katika mitandao na kusemekana kwamba anachokisema Dudu Baya kuna vitu vingine ambavyo anakuwa yuko sawa, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinaleta maswali sintofahamu, kwa sababu kama maradhi mtu akiugua maradhi analipa madhambi ya makosa aliyofanya, basi asilimia kubwa ya watu wengi wanaougua basi kuna vitu vibaya ambavyo walivyowatendea. Lakini kikubwa zaidi ambacho wengine wanasema kwenye mitandao ya kijamii kwamba kila kitu ambacho kinachotokea hiyo hasa katika maradhi hayo ni mipango ambayo kuna mkono wa Mungu, na siku zote mwanadamu alizaliwa na mwanadamu mwenye nyama hana muda mrefu wa kuishi duniani. Kwa hiyo kuna sababu ya mtu kuweza kuondoka na kuna sababu ya mtu kuweza kuwepo, lakini Dudu Baya amekuwa ni mtu ambaye ana misimamo mikali zaidi katika upande huo. Kuna vitu ambavyo unaweza ukatafakari kwa haraka unakudhani kwamba Dudu Baya anachokisema ni makosa makubwa sana, lakini pia usipowaza kwa haraka ukatulia, unaweza usione makosa mengi, lakini pia katika mzani ni vitu ambavyo wote wanafanya, kila mmoja anaamini kwamba yuko sawa. Dudu Baya kwa hiki ambacho anachokizungumza kuhusiana na Mkubwa Fella, kuhusiana na wasanii wengine na managers wengine, kiupande wake anajiona yuko sawa, lakini pia kwa wale ambao wanaosikia anachokisema, ambao wanakerekwa, wanaona kama vile haiko sawa. Kwa hiyo usawa wa mtu mwenyewe anaujua mwenyewe kwa nafsi yake. Kwa hiyo kama kuna hukumu ya kwanza ambayo anaweza kuistahili kuipata mtu ni ya yeye na Mungu wake, unaona bwana. Kwa hiyo kitu ambacho kimeweza kujibiwa na huyu Dudu Baya kuhusiana na Diamond Platnumz ndicho ambacho kiini kikubwa ambacho kimesababisha mimi niweze kukusogezea video hii. Wakati huu nikutakia wakati mwingine, hadi wakati mwingine, bye bye.